Maeneo yana nafasi kubwa sana ya kukufanikisha ama kukufanya ufilisike. Ndio maana kuna watu wanatembea katika maeneo fulani, anatoka kule akiwa mgonjwa, anatoka kule akiwa amefimba mguu, kumbe amekanyanga kwenye madhabahu ya mizimu. Ameenda kwenye maeneo ambayo shetani alikuwa ametakasa, ameyatengeneza kwa ajili ya shughuli zake. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema ya kwamba napajua mahali ukaapo ndipo kuna kiti cha shetani. Kuna maeneo ambao kiti cha shetani kiko pale. Kwa hivyo ukienda utulie mahali pale, sauti ya shetani itakuwa bayana sana, itakuwa ni rahisi kumsikia shetani. Yesu baada ya kuwa amepata changamoto kwenye kazi yake, maandiko yanasema ya kwamba kwenye ule mstari kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 40, maandiko yanasema kwamba Yesu akaenda Yordani, mahali ambapo lango la mbinguni lilikuwa limefunguka, mahali ambapo alisikia sauti ya Mungu, akarudi pale ili kwamba apate kumsikia Mungu tena, ili kwamba apate upako wa kushinda mauti. Maana Wayahudi walikuwa wanataka kumuua, walikuwa tayari kumuua, na alikuwa ana uwezo, ana upako wa kutosha wa kujipigania kutokana na mauti. Akajua kwamba akiendelea kuendekeza Wayahudi, kuna siku watampiga mawe na watamuua. Kwa hivyo akaenda Yordani. Kati ya vitu ambao vilimfanya Yohana Mbatizaji afe ni kutoka katika eneo ambalo lile eneo mbingu zilikuwa zimefunguka. Maandiko yanasema ya kwamba Yohana akatoka jangwani akaenda mjini, akampata Herode akiwa amemchukua mke wa ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Herodia. Akaanza kumwambia kwamba haukufanya kitu kizuri, kwa sababu alikuwa ametoka katika eneo sahihi, akaenda akakata kichwa akafa. Maeneo ambayo unaishi yana uwezo wa kupea mafanikio ama yakakufanya ukafeli kwenye maisha. Ni wapi ambapo ukienda hapo utaona malaika wa Bwana wanapanda na kushuka, kama pale mahali ambapo Yakobo alipolala akaanza kuona malaika wanapanda na kushuka. Ile eneo ni la maana sana kwenye maisha yako. Ni mtumishi yupi ambaye kwenye maisha yako ukiwa karibu na yeye sauti ya Mungu inakuanga bayana, akikuongelesha ni Mungu anakuanga ameongea ndani ya ule mtumishi wa Mungu, yule mtu anakuanga ni mtu wa maana sana kwenye maisha yako. Yesu baada ya kuwa amekutana na changamoto, Wayahudi wanataka kumuua ili ashinde ile roho ya mauti, maandiko yanasema ya kwamba alienda akapokea upako, alienda katika mbingu, alienda katika malango ya mbinguni, mahali ambapo Yohana alikuwa anabatizia. Maana mahali pale ilikuwa ni madhabahu ya Yohana Mbatizaji, na alijua kwamba mbingu itafunguka, nitampea nguvu ya kushinda mauti. Akaenda akatulia pale. Akiwa pale, maandiko yanasema ya kwamba, nataka nikusomee maandiko sasa ili nikuonyeshe kile kinachotokeanga wakati ule ambapo unaenda kutafuta upako, unapoenda kutafuta nguvu mpya kwa sababu ya kuendeleza kile ambacho uliitiwa kukifanya hapa duniani. Kile kitabu cha Yohana mlango wa 11 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yasema hivi: basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marahamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro ndugu yake alikuwa hawezi. Mstari wa 3. Maandiko yasema hivi: basi wale mahumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Yesu akiwa katika eneo lile ambalo alikuwa amelichangua ili kwenda kumsikia Mungu, ili kwenda kupata upako wa kushinda mauti, maandiko yanasema ya kwamba Lazaro rafiki yake akawa hawezi, akawa ni mgonjwa. Ni kama vile umeenda kuomba, umeenda kutafuta ushauri kuhusiana na biashara yako, umeenda kutafuta ushauri kuhusiana vile ambavyo utakuwa mbunge, utakuwa kile ambacho uliitiwa kufanya hapa, lakini ukiwa pale ukasikia kwamba kuna rafiki yako ambaye ni mgonjwa sana na ako karibu kufa. Unapata ule ujumbe. Ndio kitu ambacho kilitokea kwa Yesu wakati ule ambapo alikuwa anamtafuta Mungu, wakati ule alipokuwa anatafuta nguvu za Mungu akiwa kule. Maandiko yanasema ya kwamba wale mambu wa Lazaro, wale masista wa Lazaro wakapeleka ujumbe kwa Yesu akiwa kule anatafuta nguvu za Mungu. Wakamwambia Lazaro, ama mtu ambaye umpendaye hawezi tena. Kuna roho inaitwa roho ya confusion.
wakati ule ambapo unaamua kupiga hatua kimaisha, wakati ule ambapo unaamua kupigana vita ili ushinde kitu ambacho kimekuzuia kwenye maisha yako, wakati ule ambapo unaamua kabisa lazima uwe kile ambacho unafaa kuwa, kuna roho ya confusion ambao inaingianga marafiki zako, inaingianga watu waliokuzunguka. Si eti kwamba hao watu ni wabaya, lakini Yesu alipoangaliwa akaonekana kwamba anawinda kupata nguvu ya kushinda mauti. Hiyo spirit ikaingia marafiki zake, wakaanza cause confusion ili wamuondoshe kwenye nafasi ambao anatafuta nguvu. Wakati ule ambapo unaamua kupiga hatua kimaisha, ujue kwamba maandui waliokuwa marafiki zako wanaweza kuwa maandui zako, wanaweza kukutoa kwenye nafasi yako. Ule ujumbe ukamjia Yesu akiwa pale anatafuta nguvu, akiwa naomba, akiwa mahali Yordani pale ambapo Yohana alikuwa anabatizia, ili kwamba atoke pale akiwa hajapata upako wa kushinda mauti. Kuna watu ambao wakati ule ambapo waliamua kupiga hatua kimaisha, ndio wakati walipokea simu. Wakati ule waliamua kutafuta nguvu na mashauri kwa sababu ya kupiga hatua kimaisha, walipokea simu. Wanaambiwa mtoto wao amengojeka. Wanaambiwa wameachwa na mchumba wake anamwambia kwamba nimekuacha. Roho ya confusion inatokea kwenye maisha yao. Lakini maandiko yanasema kwamba Yesu pamoja na kuwa aliambiwa jambo lile, aliendelea kukaa pale. Aliendelea kukaa pale siku 2. Usiondoke kwenye nafasi ambalo umetulia, ambapo kuna uwepo wa Mungu, eti kwa sababu kuna watu ambao wako na shida. Hizo shida ambazo watu wako nazo, ujue kwamba haziwezi zikatoka kwa sababu umeenda mahali huko, lakini unafaa utafute nguvu ambayo itaenda kuwatoa kwenye ile shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Haleluya. Kumbe maeneo nimefundisha nikasema eneo ambao unaishi linaweza likadetermine kile ambacho utakuwa kesho. Ndio maana ile spirit ikawaingia wale masista wa Lazaro ili kwamba Yesu atoke katika ile eneo akiwa ana upako wa kutosha. Sasa kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 11 nataka tusome mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi: na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Yesu baada ya kuwa ameambiwa Lazaro amengojeka, maandiko yanasema ya kwamba alirudisha ujumbe, akasema endeni muambie kwamba ugonjwa huu sio wa mauti, lakini ni ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa kupitia kwa ule ugonjwa. Kumbe kuna mambo ambayo yanaweza kutokea kwenye maisha ya mtu ambaye ameokoka, lakini yale mambo Mungu ameweka ndani ya yule mtu ili kwamba utukufu wa Bwana uonekane kupitia kwa huyo mtu ambaye anateseka. Si kila mateso, si kila magonjwa, si kila maumivu, si kila kufunjika kwa ndoa, sio kila mambo ambayo unayapitia eti kwamba unayapitia kwa sababu ya shetani. Kuna mambo mengine Mungu anaruhusu ili kwamba ajitwalie sifa kutokana na hayo mambo. Ule ugonjwa ambao Lazaro alingojeka, Yesu anatuma ujumbe, anasema ya kwamba ugonjwa huu sio kwa ajili ya mauti, si kwa ajili ya Lazaro afe kabisa forever, lakini ni kwa sababu ili Yesu ajitwalie utukufu kwa ule ugonjwa. Kile ambacho unapitia siku ya leo, inawezekana ni magonjwa, shida kwenye ndoa yako. Je, umewahi kujiuliza unakipitia ili iwe nini baadaye? Unakipitia ili matokeo yawe gani, yawe yepi baadaye? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema ya kwamba ugonjwa huu sio wa mauti, bali huu ugonjwa ni kwa sababu ili Yesu ajichukulie utukufu. Sasa ili ule utukufu ambao Yesu alitaka ajitwalie kupitia kwa Lazaro uwe mkubwa, maandiko yanasema ya kwamba alimwacha Lazaro akawa mgonjwa, Lazaro akafa na tena akaoza. Kuna wakati kwenye maisha yako utataka Yesu akuokoe, maandui zako wasikuone ukiwa uko katika hawa mateso, ukiwa kwenye hizo shida, lakini Yesu akae kimya, kwa sababu akiangalia akikutendea hili jambo kwa wakati,
utukufu wake hautakuwa mkubwa kwa kile kiasi ambacho anahitaji. Kuna wakati unaweza kuwa uko kwenye shida kwenye ndoa yako, biashara yako imekufa, chochote ambacho kiko kwenye akipo tena, lakini Yesu akazidi kukaa kimya.